Kunako sekta ya afya sasa, jumla ya wataalamu 52 wa afya wakiwemo madaktari bingwa bobezi wa magonjwa mbalimbali wameondoka nchini kuelekea katika kisiwa cha Anjouan nchini Komoro kwa ajili tu ya kuweka kambi ya matibabu kwa wananchi wa eneo hilo, huku zaidi ya wagonjwa 1500 wakitarajiwa kuhudumiwa kupitia kambi hiyo. Simulizi ya taarifa hii iliyoandaliwa na Alison Katunzi inaletwa hapa studioni na Mojab Shafi. Tabasamu na bashasha ni kwa wananchi wa Komoro, ikiwa ni neema kwa sekta ya afya nchini pia, baada ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa mgeni rasmi katika sherehe za maadhimisho ya miaka 50 ya uhuru wa nchi ya Komoro Julai 6 mwaka huu, kuahidi kuwapeleka madaktari bingwa kutoka Tanzania kwenda kutoa huduma za kimatibabu Komoro. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wataalamu hao wakijiandaa kuelekea katika kisiwa cha Anjouan Komoro, mratibu wa huduma za utalii tiba kutoka Wizara ya Afya Dr. Asha Mahita amesema huduma hiyo inaenda kuleta tija kwa nchi zote mbili. Tunakwenda kutekeleza agizo la Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambalo alituagiza baada ya kuombwa kwenda kufanya kambi ya matibabu katika visiwa vya Anjouan. Sisi tuko katika kutekeleza utalii wa matibabu na diplomasia kati ya nchi na nchi. Tunapokwenda kule, wale watakuwa referred kuja huku wataleta pesa za kigeni, na hizi pesa za kigeni zitaenda kumrudia Mtanzania yule wa hali ya chini. Tumekuwa tunafanya hivyo katika wale watu 277 waliokuja, zaidi ya 70% wameshakuja na tumeshakusanya karibu zaidi ya bilioni 2, na hizi hela zimewafikia wananchi walio wa chini. Afisa kutoka Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Habibi Zongo, amesema hatua hii ni sehemu ya kuimarisha diplomasia baina ya Tanzania na Komoro, huku baadhi ya madaktari bingwa akiwemo daktari wa magonjwa ya kina mama Dr. Tarimo Vincent na daktari wa figo Dr. Sabina Mbayu wakieleza jinsi walivyojipanga. Hii ni moja kati ya safari itakao kwenda kutufungulia fursa kubwa sana ya kuifanya Tanzania kuja kuwa ni kituo cha tiba utalii, ambapo kama mpaka kufikia kwenye dira yetu ya mwaka 2050 kama dira yetu inavyokwisha kuzungumza. Tunakwenda kule kuweza kuwasaidia wale wenye shida, hasa kina mama. Kwa mimi daktari bingwa magonjwa ya kina mama, zile changamoto zao ambazo tutaona tunaweza tukashindwa kuzitatua kwa sasa hivi, kwa sababu ushirikiano uliopo na tutakao ujenga, basi tutakuwa tunashirikiana, tutawaleta wenzetu kuja huku. Katika kambi hii tunatarajia kutoa huduma za matibabu na uchunguzi wa wagonjwa wa figo pamoja na wagonjwa wenye shida za mfumo wa mkojo. Napenda kuchukua nafasi hii kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Mama Samia Suluhu Hassan katika kuwezesha ufanyikaji wa hii kambi ambao tunaenda kutangaza huduma tunazotoa nchini Tanzania.